wakati huu mwingine mzuri wa kuinua lile kusudi la siku ya mwisho yetu sisi wote, upe usi wekundu, mataifa yote, wakubwa kwa wadogo, kuielewa siku ya mwisho ni nini na maana gani, na ndiyo iliyoanza. Kwa hiyo karibuni sana wote, tupate wakati wa kupokea kwa kutulia kabisa kwenye viti vyetu, tukiwa katika kuelewa na kujifunza na katika kueleweshwa na yeye. Kwa hiyo kabla ya yote tumshukuru, kwa sababu kila mmoja ameumbwa na yeye kwa imani aliyonayo. Basi amshukuru ambaye ni muumba wake, ambaye ni kweli yote. Basi tumwambie tunashukuru. Baba mwema mzuri, kwa majira hii nyingine tena, kwa ajili ya mwenye kusema nasi juu ya nchi na kwa watu wote, wasikilizisha na kuwafundisha weupe usi wekundu wote, kwa ajili ya kukutukuza wewe na kujifunza kuhusu ile siku ya mwisho na maana yake na ilivyoanza na ilivyotokea, kwa utukufu wa kweli yote. Tunakushukuru wewe mwenyewe, utufundishe sisi sote, tuko tayari, tuko tunakusubiri wewe mwenyewe katika kutueleza yote kwa utukufu wako imetokea. Karibu tena wote ambao tunapendwa sisi sote na yeye ambaye ametuumba kwa kusudi maalum juu ya nchi. Leo moja kwa moja tutainua yeye mwenyewe ameinua tarumbeta kubwa juu ya nchi la siku ya mwisho, ambalo tayari limekwisha kusimama juu ya nchi, ila sasa utaelewa, utafahamu tarumbeta hili lilikuwa linategemea liwe vipi, kwa sababu tarumbeta kubwa kama vile alivyosoma kwenye Isaya ile 27 kwamba atapiga tarumbeta kubwa, kila mmoja ataelewa. Anasema hivi, tena itakuwa katika siku hiyo tarumbeta kubwa litapigwa. Kwa hiyo kupigwa tarumbeta na ile wa Korinto wa kwanza ile 15:52 kwamba katika utimilifu wake atapiga ile tarumbeta. Yaani tarumbeta ina maana ni lile fundisho la siku ya mwisho linaongelea kweli yote kwa watu wote. Kwa hiyo tarumbeta ni la kutuelewesha sisi. Nafikiri leo tutaeleweshwa vizuri na kila mmoja atafunguka. Anasema kwa dakika moja kufungwa na kufumbua wakati wa parapanda ya mwisho. Ukisoma tena kwenye Ufunuo ile 14 ule mstari wa 6 anasema, kisha nikaona malaika mwingine akiruka katika mbingu, mwenye injili ya milele ya umilele, awahubiri hao wakao juu ya nchi na kila taifa na kabila na lugha na jamaa, akisema kwa sauti kuu, ambayo ni kweli yote, mcheni yeye aliyewaumba, kumtukuza yeye, maana saa ya hukumu yake imekuja. Msujudieni yeye aliyezifanya mbingu na nchi na vitu vyote. Kwa hiyo tarumbeta sasa ni nani atalipiga, na tarumbeta maana yake nini? Tarumbeta maana yake ni maelezo ya utimilifu, maelezo ya kweli yote, ambayo ndio hiyo injili unayoisikia kwenye Ufunuo 14 ile 14:6 mpaka 22. Yote hiyo taelezwa na ile Isaya 27:13 na ile wa Korinto tuliyosoma. Kwa hiyo tarumbeta kubwa ina maana ni yale maelezo ya utimilifu, maelezo ya namna ambavyo tulipotelea na mahali ambapo hukumu inaanza. Kwa hiyo ndio tarumbeta sasa ina maana linapigwa. Hiyo ni injili ya mwisho, injili ya siku ya mwisho, maelezo halisi ya yale yote tuliyokuwa hatuyafahamu, na kile kinachohukumiwa kwenye majira hii ya kwamba hukumu imefika ni ile siku ya mwisho ambayo maelezo yake ni kweli yote kwa ajili ya uongo. Unaohukumiwa ni uongo, si kitu kingine, kwa sababu uongo ndio umetengeneza roho nyingi za udanganyifu. Kwa hiyo ni nani sasa anapiga hilo tarumbeta? Nani anapiga hilo tarumbeta? Tumeona kwenye nguvu ya Ufunuo 16:15, angalieni anakuja kama mwizi.
angalieni anakuja kama mwizi. Nani huyo anayekuja kama mwizi? Ili aje alipige hilo tarumbeta ambalo ni la maelezo yale ya kweli yote kwa watu wote juu ya nchi wa imani zote na wasio na imani. Ufunuo 16 ule mstari wa 15. Tazama naja kama mwizi, heri akeshaye na kuyatunza mavazi yake, asiende uchi, hata watu wakaiona aibu yake. Nani sasa anakuja, na ambaye kila mmoja alikuwa anajua kwamba nani atapiga tarumbeta hili? Angalieni anakuja kama mwizi. Ile Mathayo 24:36 mpaka ile 45, anayekuja kulipiga hilo tarumbeta la maelezo sahihi ni nani? Au tutamwona juu ya mawingu wakipiga hilo tarumbeta? Hii Mathayo 24:36. Walakini habari ya siku ile na saa ile hakuna aijuaye, hata malaika walio mbinguni wala mwana, ila Baba peke yake. Kwa maana kama vile ilivyokuwa siku za Nuhu, ndivyo kutakavyokuwa kuja kwake Mwana wa Adamu. Kwa hiyo anayepiga hili tarumbeta ni yule ambaye unafanana naye kabisa, mtu, lakini kila ambacho anakiongelea ndani yake ni ule utimilifu. Kwa hiyo ni Mwana wa Adamu, anaenda chooni, anakula, ana mke, ana watoto. Kwa hiyo huyu ndio anaongelewa, Mwana wa Adamu, ambaye kwa sura halisi ndio amebeba utimilifu wa moyo wa Baba kwa uumbaji wote, kwa sababu moyo wa Baba ndio maelezo sahihi kwa ajili ya yeye. Tutamwona hapa kwenye nguvu ya Mathayo 21, ile Luka 21:5, lakini tutaanza 34. Luka 21 ile 5 kianza mpaka mwisho, lakini mimi nitasoma 34-36. Ina maana hiyo na yenyewe. Basi jiangalieni mioyo yenu, isije ikaelemewa na ulafi na ulevi na masumbufu ya maisha haya, siku ile ikawajia ghafla kama mtego unasaga. Kwa kuwa ndivyo itakavyowajilia watu wote wakao juu ya nchi na uso wote wa nchi. Basi kesheni ninyi kila wakati, mkiomba ili mpate kuokoka au kuwa tofauti katika hayo yote yatakayotokea na kusimama mbele ya Mwana wa Adamu. Ina maana huyo Mwana wa Adamu ni mtu, lakini atakuwa na maelezo yote ya haya unayoyaona. Kwa hiyo kama vile alivyosema kwenye Wakorintho wa kwanza, yeye amejificha kwenye udhaifu kwa wakati huo, ili aweze kufikisha ule ujumbe wake. Kwa hiyo huyo Mwana wa Adamu ndio analipiga hili tarumbeta la siku ya mwisho. Kwa hiyo hapa lilipo ndio linapigwa. Hii ndio siku ya mwisho. Siku ya mwisho ina maana ni iko ndani ya mwaka wa watu wote. Mwaka wa watu wote ina maana unaanzia tumboni unakuja nje. Kwa hiyo unaanzia kwa baba unakuja tumboni, mwaka wenye miezi 9, halafu na juu ya nchi mwaka wenye miezi 9, na kalenda yake ni hii, mwaka wa kweli, Isaya 61:2. Kwa hiyo huyo ndio anakuwa ameibeba ile siku ya mwisho iliyobeba mwaka wa kweli kwa watu wote. Kwa hiyo huyo ndio anapiga tarumbeta na anaeleza sasa habari za siku ya mwisho kwa utimilifu.
kwa ajili ya kuonyesha kwamba watu sasa sio majira tena ya unabii, sio majira tena ya ubashiri, sio majira tena ya ishara na miujiza. Huyo atakuwa anawaeleza watu wote, na ndivyo unavyosikia sasa hivi tarumbeta hili, ukiwa unalisikia kwamba siku ya mwisho ni ile iliyobebwa na mwaka. Nasoma Isaya 61 ile 2, utangaza mwaka wa yeye aliyeumba, ambaye ni kweli yote, uliokubaliwa, na siku ya kisasi cha yeye mwenyewe. Ina maana ndani ya utimilifu wa mwaka wa watu wote juu ya nchi, unaolenga mweupe, mweusi, mwekundu, mwenye imani na asiye na imani, wote, kwa sababu mwezi una siku 28, wiki ni siku 7 na mwezi una siku 28. Kwa hiyo mwaka una miezi 9 unaoanzia ndani, sio unaoanzia nje. Unaoanzia nje sio haki, kwa sababu tu ya ile nguvu ya mfumo tuliokuwa tumepewa. Lakini kwa uhalisia, mwaka wetu ambao ni kwa uhalisia ni ule ambao hauna mchana wala usiku, uliobeba hiyo siku ya mwisho. Kwa hiyo huyo utakuona kwenye Zekaria 14 ule mstari wa 7. Lakini itakuwa siku moja iliyojulikana na yeye aliyetumba, ambaye ni kweli yote. Sio mchana wala sio usiku, lakini itakuwa ya kwamba wakati wa jioni kutakuwepo nuru. Ukisoma Danieli ile 2, Danieli 8 ule mstari wa 13, ndipo ilipomsikia mtakatifu mmoja akinena na mtakatifu mwingine, akimuuliza huyo alionena hayo maono katika habari ya sadaka kuteketezwa ya daima na lile kosa lifanyalo ukiwa, yataendelea hata lini kupakanyagisha mahali patakatifu na majeshi yake? Akamwambia, hata nyakati za jioni na asubuhi zitakapoanza kufundishwa. Na ndiyo hiyo Danieli 9:26 utaisoma tena na tuisome. Na maono ya hizo nyakati za jioni na asubuhi yaliyosemwa ni kweli. Kwa tunaona sasa huyu ndio anayefundisha, yani ni mimi hivi sasa unavyoniona nafundisha ule utimilifu wa siku ya mwisho, mwana wa Adamu akifundisha sasa ndani yake, kama alivyoandikiwa kwenye Wakorinto wa kwanza. Wakati huo Paulo na yeye anaweza kusema haya. Wakorinto wa kwanza 15, Wakorinto wa kwanza 1:26, samahani umbaji. Wakorinto wa kwanza ile 1:26, maana ndugu zangu, angalieni mwito wenu, ya kwamba si wengi wenye hekima na si wengi wenye mwilini wenye nguvu na si wengi wenye cheo walioitwa, bali yeye aliyachagua mambo mapumbavu ya dunia hii awaibishe wenye hekima. Tena yeye alivichagua vitu dhaifu vya dunia ili aviaibishe vyenye nguvu. Tena yeye alivichagua vitu vilivyodharauliwa na vinyonge vya dunia hii vilivyodharauliwa, na vitu ambavyo haviko, ili avibatilishe vile vilivyo. Kwa hiyo alijificha kwenye utendaji wa muonekano ambao hata wewe huwezi kujua. Hiyo ndio agano lake lililokuwa limesimama kwa ajili ya siku ya mwisho. Ni kama vile tulivyokuwa tunafundishwa kipindi hicho kwamba Yesu kazaliwa kwenye hori la ng'ombe. Ile ilikuwa kwenye unabii, lakini alikuwa anakuonyesha namna ambavyo ile kweli ilipokuwa imefichwa, kwamba itakavyotokea kila mmoja hawezi akajua, lakini kutakuwa ni sisi, mmoja kati yetu juu ya nchi. Huyo atabeba utimilifu. Ule utimilifu ndio utakuwa umebebwa kwenye ile nguvu ya siku ya mwisho. Huyo ndio atapiga tarumbeta kwa ajili ya kuambia watu wote sasa, weupe, weusi, wekundu, siku ya hukumu imeanza. Kwa hiyo tugeuke,
tubadilike, tuache yale tuliyokuwa tunayafanya, ili yeye kweli yote ambaye ndiye muumba aweze kuturejea na kutuponya. Hapa anasema kwenye nguvu ya mahali pa Mathayo 25 ule mstari wa 31. Hapo atakapokuja mwana wa Adamu katika utukufu wake na malaika watakatifu wote pamoja naye, ndipo atakapotokea, atakapoketi katika kiti cha utukufu wake, na mataifa yote watakusanyika mbele zake, naye atawabagua kama vile mchungaji avyabagua. Ina maana huyu anayeongelewa hapa ni ile kweli yake yeye ambaye ndiyo moyo wa Baba. Zamani tulikuwa tunaita Roho Mtakatifu. Ukisoma kwenye Yohana 16 ule mstari wa 13 mpaka 14 mpaka 16, hapo unaona kwamba yule atakaye kuja atatufundisha kweli yote. Kwa hiyo kuja na utukufu wake yeye Baba, utukufu wake ni mfumo, ni system ya majira. Huu ndio utukufu wa siku ya mwisho, wakati anakuja kutangaza haji na mfumo tuliozoea. Ndio maana mataifa yote yanakusanyika mahali hapa, yanakusanyika kama wewe unavyosikia sasa na kuipokea, ya kwamba wewe uliyeko hapo Amerika, uliyeko Australia, uliyeko Canada, uliyeko Europe, uliyeko Afrika na mabara mengine yote, haujatoka nje ya siku 28, haujatoka nje ya miezi 9. Ina maana kwenye nguvu ya siku 28 na miezi 9, hiyo ndio nguvu ya kukusanya watu wote. Watakuwa hapo akiwa anawafundisha, akiwabagua, akiwaambia tabia, akiwaambia namna ambavyo vilivyokuwa kwa ajili ya ibada, kwa ajili ya kila ambacho kilikuwa kinatendeka. Hilo ndilo kusudi ambalo analifanya sasa juu ya nchi na uumbaji wote. Ataweka kondoo mkono wake wa kuume na mbuzi mkono wake wa kushoto. Kisha mfalme atawaambia wale walioko mkono wake wa kuume, njooni mliobarikiwa na Baba yangu, ulisini ufalme mliopewa tayari tangu kuumbwa ulimwengu. Kwa hiyo uumbaji sasa wa ufalme wake wa Danieli 2:44 ni huu usioangamizwa, ambayo huko kwenye Zekaria 14 ile 7, mwaka ambao kwa uhalisia si usiku sio mchana, kwa sababu anajua kwenye majira ya Yeremia 33 ile mstari wa 20 mpaka 26, ibada iligeuka ikawa ya jua na mwezi. Kwa hiyo hapo unapokea ile nguvu ya tarumbeta kwa ajili ya kukufungua, kujua siku imekwisha kuinuliwa juu ya nchi. Kwa hiyo atakuja sasa mawinguni, kwa sababu hatukujua mawinguni, hatukujua mbinguni. Kwa hiyo tumepata shida sana sisi sote, lakini leo tambua, na hata ukienda kwenye nguvu ya station ambayo ni Kweli Yote TV, tayari kuna masomo hapo utaonyeshwa. Wewe soma tu hapo, utayaona kwamba kuna ibada kabisa na nguvu ya fundisho ambalo anatufundisha kwamba mbinguni ni wapi na mbingu ni nini na mawingu ni nini anayokuja nayo. Sio kila jicho litamwona, kwa sababu ukiangalia hapa kwenye Luka 20:1 hapa sidhani kama kila jicho litamwona kama tulivyokuwa tumefundishwa. Luka 20:1-34, basi jiangalieni mioyo yenu isije ikalemewa na ulafi na ulevi na masumbufu ya maisha haya, siku ile ikawaijia ghafla kama mtego unasabi, kwa kuwa ndivyo itakavyowaijia watu wote wakao juu ya nchi. Basi kesheni kila mtu kila wakati, mkiomba ili mpate kuokoka katika haya yote yatakayotokea na kusimama mbele zake, ambaye atakuwa ameibeba ile kweli yote sasa kwa ajili ya kufundishwa
ya kwamba sasa huu levi uliokuwa unasomwa hapa ni ile nguvu ya amani ya vitu na amani ya watu. Yaani watu sasa juu ya nchi wana amani ya vitu na wanakwenda mahali pa ibada, wanakwenda mahali popote, lakini kwa ajili ya interest fulani. Kwa hiyo wanatumikishwa na vitu. Kwa hiyo na adui ameingia kwenye vitu. Kwa hiyo wana amani yao mpaka awe na kakitu. Upendo wao wawe na vitu na watu. Kwa hiyo ule ni upendo wa vitu na watu, amani ya vitu na watu, na imani ya vitu na watu. Ndio maana unaona adui ametupeleka wote kwenye ishara na miujiza, tukaacha lile kusudi la kufundishwa, kwa sababu tayari tulikuwa Babeli, si kitu cha kulalamika. Kwa hiyo hapa anavyoona kwamba angalieni, watu wote mtakuja kukutwa katika majira hiyo, ikiwa inatangazwa tarumbeta juu ya nchi, ya kwamba wote watu watakuwa kwenye ubizi, watakuwa kwenye nguvu ya kutumikishwa na vitu, kutumikishwa na watu, kutumikishwa na imani ya vitu, imani ya watu, na upendo wa vitu watu. Ndio maana akasema kwenye Mathayo 24 kwamba majira yanapofika mwisho kwamba upendo wa watu utapoa. Alikuwa na maana kabisa kwamba upendo hautatumika, kwa sababu tayari upendo umechukuliwa, umepelekwa kwenye vitu. Amani imechukuliwa kwa ajili ya kutokuwa na amani ya ile kweli. Ndio maana dhambi kubwa juu ya nchi ni ya kutokuamini. Ndio maana anasema akija hiyo atatuelesha, lakini sasa tunaelewa kwamba jambo kubwa ni kwa sababu maandiko yalikuwa yamefichwa na sisi sote tulikuwa mwilini. Kwa hiyo hata wakati tangazo sasa linasimama kwamba tarumbeta inapigwa, hakuna mtu anayeweza kuelewa, mpaka tu kwa sababu yeye mwenyewe anaubomoa uumbaji wa giza. Basi wote tutaona kama wewe sasa unavyoona, unavyopokea, unavyoelewa, unavyofunguka. Kwa hiyo hii ni kweli yote ya yeye mwenyewe. Kwa hiyo tunaona kabisa kwamba kwa sababu utukufu uliokuwa juu ya nchi ulikuwa wenye majira uliokuwa tayari Yerusalemu, ndio maana akasema wapo ambao hawataonja mauti. Hao ndio tulikuwa hatujawafahamu, na hao ndio watapewa ufalme. Tasoma kwenye Mathayo 16 ule mstari wa 28. Amini nawaambia, pana watu katika hawa wasimamao hapa ambao hataonja mauti kabisa, hata watakapomwona Mwana wa Adamu akiwa amekuja na ile kweli yote, akija katika ufalme wake. Hapa sasa hatukuelewa, lakini kweli kwamba mauti ambayo inasemwa hapa ni kushinda uongo, kwa sababu mauti kubwa ilikuwa ni uongo. Ndio maana kanisa likawa limejengwa kwenye mfumo usioweza kuamini, kwa sababu mitume 12 kwenye Marko ile 16-14 inatamka kwamba hawakuamini kwa sababu tayari ulikuwa ni mfumo wa unabii. Kwa hiyo tunaona hawa ndio wanapewa ufalme, wanapewa ufalme kupitia Luka 20 ule mstari wa 29. Nami nawekea ufalme ninyi kama vile Baba yangu alivyo, mpate kula na kunywa katika ufalme huu, enyi kundi dogo. Kwa hiyo hapa si kundi kubwa ambao watakuwa katika kupokea hicho wakati wanapita, lakini sasa kwa sababu yeye ndio ameamua tufanyie haya sasa hivi kwa majira hii. Ila tangazo hili la tarumbeta ni la kweli yote, katika maelezo yake yote. Mataifa yote watakusanyika mbele zake, ni hapa, yaani wote tuko hapa, weupe, weusi, wekundu, wote, kwa sababu hakuna aliye nje ya kalenda ya 28. Kwa hiyo mama mfumo wake ni siku 7, wiki ina miezi 4, ina wiki 4, ina maana ni siku 28. 28 mara 9
ina maana ni 252. Hakuna mtu juu ya nchi. Kwa hiyo hii ndio mfumo wa kukusanyika na yeye kuanza kuhukumu kupitia ile kweli. Kwa hiyo anayekuja ni yule ambaye kwa sura sasa hii ni huyo ambaye anatamka na wewe, lakini kila anachokitamka ndiye ile kweli yote, na ndio ameketi kwenye mkono wa nguvu akija juu ya mawingu mbinguni. Yaani ina maana mawingu ni ile habari unayoisikia. Mawinguni ni hiki ambacho sasa kinatoka hapa kinakuja huko mbinguni. Ina maana ni ile level ya juu ya kuelewa, na mbingu ina maana ni ile nguvu ya kuelewa kwa viwango. Inaweza kuwa standard 1, standard 2, hiyo ndio mbingu. Kwa hiyo sasa ina maana ameketi akifundisha. Kwa hiyo hilo ujue kabisa. Marko 13:24, hapo ndipo watakapomwona Mwana wa Adamu akija mawinguni kwa nguvu zake, na nguvu ya uumbaji itatikisika. Tunaona uumbaji wote sasa umegeuka. Hakuna tena nabii, hakuna tena mtume, hakuna mganga, hakuna ambaye ni nguvu. Hata hao nao wasikia mafrimasoni sasa hivi hawana kitu. Kwa hiyo anakuja kwenye Luka 9:26 kuja katika utukufu wake. Kwa hiyo anakuja na mamlaka, sio ile ambayo tulikuwa tumeizoea. Fumbo kubwa lilikuwa kwenye nguvu ya mahali. Nani ambaye hataonja mauti? Wote tulikuwa tunajua kwamba hawa waliokuwa wanasoma leo, ukijifunza hapa au tukijifunza, kuna miaka 2000 karibia na 20, lakini hiyo ni miaka inasoma kwa ajili ya BC na AC. Lakini ukiangalia mfumo aliotumia kwenye Mathayo 16 ile 28, kwamba kati ya hawa wako ambao hawataonja mauti kabisa. Ina maana hakuwa na maana ya mauti ya kufa, ila alikuwa na maana ya kutopokea uongo mpaka mwisho, kwamba wako ambao katika ile nguvu ya majira ya hii tuliyopo sasa, kizazi hiki ambacho kiko kile ambacho tunaitwa kizazi cha zinaa, kizazi cha nyoka, humo ndani wako ambao wataipokea ile kweli. Kwa hiyo hao sasa ndio wataanza kupeleka ile habari ya kweli kila mahali, injili ile ya umilele, last revival ambayo ilikuwa inatamkwa na watu, ndio hii ambayo unaiona sasa kwa ajili ya wewe kuifikia na kila mahali. Kwa hiyo katika hawa ile Isaya 65:17 sasa na ile Ufunuo 14:14 tunaona hapa mambo, ile mbingu ya kwanza, nchi ya kwanza, mambo ya zamani. Hayo hayakumbuki kwa sababu uumbaji ule wa zamani wote sasa hivi umeclash, hauwezi kutusaidia kwa sababu tayari mambo yake yote tulikuwa tunafundishwa mambo ya mbinguni. Lakini ile nguvu ya mbinguni ni kwa sababu ya level ya mbinguni hatukuifahamu, kwamba tutamuona mawinguni, tutamuona mbinguni akija. Ina maana ni ule uelewa ndio ambao unafika kwa ajili ya kila mmoja, anauelewa pale alipo na anaupokea. Kwa hiyo tunaona sasa huyu ambaye yeye atakayeanza kutamka ile amani kupitia Yeremia. Tuelekee hapo ili tukatimize. Yeremia 28 ule mstari wa 8. Manabii waliokuweko kabla ya zamani zangu na zamani zako walitabiri habari ya vita, habari ya matetemeko, habari ya njaa. Lakini yule atakaye anza kusema habari ya amani, huyo ndiye atakuwa anasema kweli kweli yote. Kwa hiyo yule sasa ambaye atatokea, amani ni nini? Amani hatukujua, si katika kutamka. Amani inaletwa na kweli yote, kwa sababu kweli yote ukishakuielewa ile nguvu ya kweli ambalo tatizo linakusumbua, unapata uko na amani. Kwa hiyo hii ni amani ya kweli, kwamba mbinguni hatukuielewa, mawinguni hatukuielewa, na ile nguvu ya mawingu hatukuielewa, mbingu hatukuzielewa.
Ndio maana tulifundishwa sasa na zile imani zote, mafundisho yote, kwamba tutamuona mawinguni. Ina maana wingu ni ile ambayo simu ulionayo, ndio utamuona pale ulipo. Ndio maana haikufanywa kwa bahati mbaya. Kwa hiyo tunaona hapo, na yeye yupo sasa akitufundisha kwamba kutoonja kabisa ile mauti ni kwamba utimilifu wake. Ina maana hii sasa ndiyo majira yake ya mwana wa Adamu. Si yeye, ni Baba, ni ule moyo wa Baba. Sio mwana wa Adamu tena. Atakuja yeye na Baba ni moja. Ina maana Baba ni kweli yote na Mwana ni kweli, na Roho Mtakatifu ni moyo wa Baba wa kufundisha juu ya nchi. Kwa hiyo yule anayetufundisha kwa ajili ya kutangaza tarumbeta la siku ya mwisho ni Baba mwenyewe. Kwa hiyo pale tambua kwamba hukumu tayari imesimama kwa ajili ya Ufunuo 14 ile 6 mpaka ile 7. Kwa hiyo ni kutoa sasa ule ujumbe kama vile alivyokusudia kupitia Yohana ile 16:7 mpaka ile 16. Nikaisoma hapo kwa sababu ni baraka. Lakini mimi nawaambia iliyo kweli, yafaa mimi niondoke, kwa maana mimi nisipoondoka huyo msaidizi hatakuja kwenu, bali mimi nikienda zangu nitampeleka kwenu. Naye akisha kuja, huyo ataukakishia ulimwengu kwa habari ya dhambi na kwa haki na kwa hukumu. Kwa habari ya dhambi, kwa sababu hawakuniamini mimi, na kwa habari ya haki, kwa sababu mimi naenda zangu. Yaani atakuwa na maelezo sasa, kama unavyoyaona maelezo ya dhambi kubwa ilikuwa kwenye kanisa. Kanisa limejengwa kwenye msingi wa mitume 12. Ukienda kwenye nguvu ya Mathayo ile 26 ile mstari wa 69, Petro anamkana. Kwa hiyo kanisa alipo. Kwa hiyo ile nguvu ya kueleweka kwa kanisa ina maana ndio unyakuo wa kanisa. Kwamba Yesu alitumwa nini? Alitumwa kwa ajili ya kutuonyesha siku ya mwisho. Akituonyesha kwamba uumbaji umejengwa kwenye msingi wa kabila 12, mitume 12, nyota 12. Lakini hapo kuna ibada nyingine. Kwa habari ya haki yeye anaenda. Kwa hiyo Yesu hakuwepo tena. Kwa habari ya hukumu, kwa sababu yule mkuu wa ulimwengu huu amekwisha kuhukumiwa kwa yale maelezo sasa ya unabii wake. Alikuwa tayari ameshahakikisha ile kweli yote ndani ya kila alichokuwa ameagizwa inaonekana na imeandikwa. Hata bado ninayo mengi ya kuambia, lakini hamwezi kuyastahimili sasa. Lakini yeye atakapokuja, huyo moyo wa kweli atawaongoza awatie kwenye kweli yote, kwa maana yeye hata nena kwa shauri lake mwenyewe, lakini yote atakayoyasikia atayanena, na mambo yajayo atawaambia. Huyo atasema habari ya Baba. Yohana 16 ile 25. Haya nisemayo nanyi kwa mithali, saa yaja ambayo sitasema nanyi tena kwa mithali, lakini nitawapa wazi habari za Baba. Sasa habari za Baba ni ile kweli yote. Yeye Baba ni kweli yote, na Mwana ambaye ni Yesu ni kweli, na huyo Roho Mtakatifu ni moyo wa kufundisha. Yaani kufundisha ule moyo wa Baba, kama vile Mathayo 10:19, kwamba wakati utakapotushtaki, ina maana tusifikiri sana mambo ya kujibu, bali yeye atatufundisha, atatuongelesha, atawaongelesha wote. Ina maana ni moyo wako, sio roho wa ishara na miujiza. Kwa hiyo Roho Mtakatifu hakuwepo juu ya nchi. Ndio maana unaona sasa amekuja kututangazia habari za kweli yote, kwamba tayari jina lipitalo majina yote ilikuwa ni kweli yote. Ndio maana kwenye Ufunuo 3:12 akasema, Bwana tangaza na kupiga tarumbeta ya siku ya mwisho imeanza. Ufunuo 16, Ufunuo 14:6 mpaka 20, na Ufunuo 10 ule mstari wa kwanza mpaka 11, na Ufunuo 11 mstari wa 15 mpaka 19. Tayari majira imetimia. Kwa hiyo ule ufufuo wa siku ya mwisho ni sisi tuliokuwa tumekufa. Kwa hiyo
unyakuo wa kanisa tayari, yani ni ile weakness iliyokuwa kwa ajili ya kanisa, kwamba kanisa sasa msingi wake tayari umeshakwisha kuonekana, ulijengwa kwenye mitume 12 na msingi ni wa nguvu ya kabila 12, na maana humo ndani mitume wote walimkataa Yesu. Kwa hiyo damu zote zimefutwa, ina maana makafara juu ya nchi hayana kazi tena. Majira ya neema imeondolewa na heri imeondolewa. Heri wafao sasa katika Bwana, hiyo imefutwa. Sasa ni kweli, ndio nasema ukamilifu wa dahali wa Yesu kwa ajili ya kweli kwa levo ya Yesu tayari. Ukamilifu ni kujua kwamba Yesu alitumwa nini. Ikifika kwa majira hiyo tayari nguvu ya dahali yake imefika. Bonde la uvuli wa mauti, kati ya ile Ufunuo ile Yohana 15 mpaka pale mahali pa Yuda, ambapo tayari hapo katikati kuna Roho Mtakatifu aliyesimamishwa na kina Paulo. Ile ziki kuu ndio hii unayoiona baada ya hii vita kwa ajili ya mahali pa Nyakati wa Pili 36 ile 20, ile nguvu ya Babeli na taifa lile kupitia Yeremia 25 ile 12, kwamba taifa la Israeli na Babeli anayewakilisha uumbaji wa miaka 70 Amerika kupigana na Iran kwa ajili ya utimilifu wa majira hii, majira ibada moja juu ya nchi. Kwa hiyo karibuni sana. Kwa hiyo majira za manabii imeisha, ishara na miujiza nayo imeisha. Sasa ni habari za kupokelewa, habari ya kwamba yeye Baba tayari yuko juu ya nchi, tayari anafanya, tayari hukumu yake imesimama. Kwa hiyo tafadhali, wewe mweupe, wewe mweusi, wewe mwekundu, tambua tarumbeta la siku ya mwisho limenapigwa na limekwisha kupigwa tayari. Ina maana utimilifu wake tayari umeinuliwa. Ile Ufunuo 12 ile 14 ule mstari wa 6 nasoma: kisha nikaona malaika mwingine akiruka katika mbingu, mwenye injili ya umilele, awahubiri hao wakao juu ya nchi, na kila taifa na kabila na lugha na jamaa, akisema kwa mamlaka iliyokuu, mcheni yeye aliyeumba, kwa maana saa ya hukumu yake imekuja. Tarumbeta. Kwa hiyo kuna vitabu tayari vipo. Kitabu cha kwanza ni utimilifu, unaitwa utimilifu wa Mathayo 21:43, umetimia tayari. Hichi ni kitabu kimoja kipo. Hichi ni kitabu cha ufahamu wa utimilifu wa kweli yote kwa uumbaji wote tayari. Kama hichi ndio hiki. Kitabu cha tatu inasema mfalme wa wafalme na Bwana wa mabwana na ufalme wake uko juu ya nchi, Danieli 2:44-45, na Ufunuo 19 ile 15. Na adui wa mwisho ameondolewa katika uumbaji huu, hayupo, ambao ni uongo. Kitabu kingine kinasema majira ya kweli tayari, mwaka wa kweli tayari, na siku ya mwisho tayari. Kina hii na ndio kalenda ambayo ipo kwenye utimilifu wake. Kitabu ambacho hiki sasa ni jibu la kweli kwa yeye aliyeumba kwa watu wote. Kuhusu mbinguni ni nini, ni wapi, mbingu ni nini, wingu na mawinguni ni nini, na siku ya mwisho ikoje. Hichi kitabu karibuni. Na kitabu cha utimilifu ni kitabu cha maharusi, kitabu kidogo cha utimilifu wa mahusiano ya amani, na ile pete ya alama yenye harusi ya furaha ya yeye mwenyewe. Ndio hichi, kwamba mwaka unaanzia tumboni unakuja juu ya nchi. Kuna vitabu vingi zaidi ambavyo vya kutuelimisha. Kwa hiyo karibuni sana kwenye Kweli Yote TV kwa ajili ya wasomaji, kwa ajili ya wote. Tarumbeta imepigwa, tujifunze. Kwa hiyo sasa hivi ni lazima kila mmoja apate kujifunza katika kueleweshwa na yeye. Kwa hiyo usikose kuuliza maswali, wewe uliza na utajibiwa, kwa sababu yeye Kweli Yote ametupa hiyo nguvu
ambayo ni ya baraka. Mbarikiwe sana, uumbaji wake umebarikiwa, taifa Kenya limebarikiwa, uumbaji East Africa, Afrika, mataifa yote, mabara yote, weupe weusi wote wamebarikiwa, na yeye mwenyewe ametukuzwa juu ya nchi.